Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche ameishambulia waziri wa maji Juma Aweso kufuatia uamuzi wa waziri huyo kumwondoa madarakani mtumishi mmoja kigogo mkoani Mwanza baada ya kuwepo kwa malalamiko ya wananchi kuhusu kuzuazua kwa huduma ya maji katika eneo la Mng'oa Kigogo. Mwanasiasa huyo wa upinzani ameeleza kuwa uhaba wa maji ni changamoto iliyokabili taifa nzima na akabainisha kuwa hatua zinazochukuliwa na waziri huyo ni mbinu za maigizo tu ambazo hazitatui kiini cha tatizo. John Heche ametoa wito kwa Watanzania kukiondoa madarakani Chama cha Mapinduzi nchini kote, akidai kuwa chama hicho tawala ndicho chanzo kikuu cha kero hiyo kutokana na ukosefu wa mipango endelevu, uelewa mdogo na mwelekeo wa kisera, hali inayofanya viongozi wake kutumia mbinu za zima moto katika kukabili changamoto za kijamii. Uamuzi huo wa waziri wa maji kumfukuza kazi mtumishi huyo wa Mwanza umeibua hisia hasi na mijadala mikali miongoni mwa wananchi na wadau mbalimbali nchini ambao wametoa maoni yao wakikosoa vikali utendaji wa wizara hiyo. Baadhi ya raia wameeleza kuwa waziri Juma Aweso alipaswa kuanza kuwajibika yeye mwenyewe kabla ya kuwaondoa watendaji wa chini, kwa kuwa hatua zake zimekuwa zikionekana kama michezo ya kuigiza isiyoleta mabadiliko ya kweli. Wananchi kutoka maeneo tofauti kama vile Zindika nchini, hususan eneo la Mamise, wameibainisha kuwa nao wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa maji, huku wakazi watapata wakilalamika kupata maji yenye asili ya chumvi bila kupatiwa utatuzi wa kudumu. Malalamiko hayo yameendelea mbali zaidi kwa mkoa wa Mwanza, ambapo wadau wamebainisha kuwa mkoa huo haupaswi kuwa na uhaba wa maji hata kidogo, kwa sababu umepakana na chanzo kikubwa cha maji ambacho ni Ziwa Victoria. Raia wamefafanua kuwa tatizo kubwa halitokani na ukosefu wa maji, bali ni miundo mibovu pamoja na usimamizi mbovu wa miradi ya maji, kwani maji kutoka ziwa hilo yamekuwa yakisafirishwa kwenda mikoa ya mbali kama Tabora na Dodoma, huku wakazi wa Mwanza wenyewe wakiendelea kuteseka. Kumekuwepo na shutuma kuwa viongozi wamekuwa wakizingizia mambo ya nje na hujuma za mabeberu ili kukwepa kuwajibika kwa kushindwa kwao kuwapitia wananchi ama kuwapatia wananchi huduma hiyo muhimu ya kijamii. Mijadala ya wananchi imeonyesha kuwa uhamasishaji na maonyesho ya kijeshi au kivita vinavyofanywa na viongozi katika maeneo ya kasi hayasaidii, na badala yake wananchi wanahoji sababu ya msingi zinazosababisha kukatika kwa maji mara kwa mara kabla ya watendaji kuanza kufukuzwa kazi. Baadhi ya maoni yamesisitiza kuwa kufukuzwa kwa mtumishi huyo wa Mwanza ni sawa na kumtoa kafara mtu ili kulinda taswira ya serikali, huku mfumo mzima wa chama tawala ukilaumiwa kwa kushindwa kuwatetea wananchi, viongozi wenye uelewa wa kutosha wa kuongoza nchi na rasilimali zake. Raia wamebainisha kuwa nchi yenye maziwa makubwa, mito mingi na isiyozungukwa na bahari haistahili, ama iliyozungukwa na bahari haistahili kuwa na changamoto ya maji, na wameomba kupatikana kwa viongozi watakaotafuta kabisa kero ama watakaotatua kabisa kero hizo. Kero hizo zimetajwa kuwa kubwa katika maeneo mengi, ambapo wananchi wameeleza kuwa waziri wa maji amekuwa akifanya ziara zenye mbwembwe nyingi, kama vile ya mwaka jana ambapo alitembelea eneo la Majihe Viwenge na kusambaza mabomba ya maji na kuahidi upatikanaji wa haraka, lakini hadi sasa huduma hizo hazijategemea. Wakazi wa mkoa wa Mwanza wameibainisha kuwa wameishi kwenye mfumo wa mgao wa maji wa takriban miezi 7 sasa, hali inayowalazimu kuzoea mazingira
hayo magumu ya uongozi. Wananchi wamefafanua kuwa mitambo inayotumika kuzalisha maji mkoani Mwanza ni ya zamani sana, tangu enzi la mkoloni, wakati idadi ya watu katika jiji la Mwanza imeongezeka maradufu, jambo linalofanya mitambo hizo kushindwa kukidhi mahitaji ya sasa. Mbali na mkoa wa Mwanza, wakazi wa maeneo mbalimbali kama vile eneo la Musoma kupitia mamlaka yao ya maji ya Mwanza wameomba waziri huyo kutembelea maeneo hayo ili kujionea jinsi mamlaka hiyo ilivyoshindwa kusambaza maji, ambapo wananchi wanaishi kwa mgao mkali wa kupata maji mara mbili tu kwa mwezi mmoja. Hali hii inazua maswali mengi miongoni mwa raia, iwapo shida ipo kwenye upungufu wa fedha, ukosefu wa mabomba au uhaba wa mafundi, au ikiwa ziwa lenyewe limegoma kutoa maji, huku wengine wakipendekeza serikali iuze baadhi ya magari ya kifahari ya viongozi ili kupata fedha za kutatua kero hizo inayotia aibu kitaifa. Wananchi wamehoji jukumu la watendaji wa chini, ikiwa kila siku waziri anapaswa kusafiri kutoka Mwanza, Kigoma, Tanga hadi Mbeya ili kutatua matatizo madogo ya kiufundi. Ukosoaji huu umebainisha kuwa utaratibu wa waziri kufika kwenye miradi na kuanza kuwawajibisha watendaji, huku akishukuru raia, ni sehemu ya mbinu za kujitafutia sifa za kisiasa, wakati yeye mwenyewe ameshindwa kusimamia wizara yake kikamilifu. Imeelezwa kuwa viongozi wamekuwa wakitupia lawama watendaji wa chini ambao hata hawajapelekewa bajeti ya utekelezaji kutoka serikalini, jambo linalofanya huduma hizo kuendelea kuzuazua nchi kote. Mivutano hii ya utendaji inazidi kuchochea mijadala mipana kuhusu ufanisi wa wizara ya maji na jinsi serikali inavyopaswa kushughulikia changamoto za kimiundo msingi ya kijamii ili kuleta maendeleo ya kiuchumi. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanaona kuwa kuongezeka kwa malalamiko hayo ya huduma za jamii kunadhihirisha shinikizo kubwa la kiuchumi linalowakabili wananchi, huku kukiwepo na madai ya kupanda kwa gharama za maisha na utozaji wa kodi mkubwa. Mfumo wa usimamizi wa miradi ya umma unapaswa kufanyiwa marekebisho makubwa ili kuzuia matumizi mabaya ya rasilimali na kuhakikisha kuwa fedha zinazotengwa zinasimamiwa kwa uwazi na uadilifu. Upinzani umeendelea kutumia fursa hizi kuonyesha mapungufu ya chama tawala na kusisitiza umuhimu wa mabadiliko ya uongozi yatakayoweka kipaumbele maslahi ya wananchi wa kawaida.